za viongozi kuanzia hata kwa waziri mkuu na viongozi wa sekta yetu ya maji, ambapo wamekuwa ikizungumzwa changamoto kubwa ya upotevu wa maji katika mamlaka za maji, ikiwemo na mamlaka ya maji ya Dar es Salaam kwa maana ya DAWASA, ambayo inahudumia kwa mkoa wa Dar es Salaam na maeneo mengi ya mkoa wa Pwani, ambapo ukiweza kuangalia kwamba tuna changamoto kubwa sana ya upotevu wa maji. Ukiangalia kwa ripoti ya mkaguzi mkuu wa serikali na EWURA ambaye anafanya udhibiti wa mamlaka za huduma za maji, unaona kwamba upotevu wa maji umekuwa ni mkubwa kwa wastani wa asilimia karibu 35 kwa nchi kwa ujumla. Ukiweza kuangalia kiwango hiki ni kikubwa sana ambacho kama tutaweza kukisimamia vizuri, basi kinaweza kikasaidia sana, kwanza kuboresha huduma ya maji na kuhakikisha maji yanawafikia wananchi kuliko maji mengi ambayo yanakuwa kimsingi ambayo hayawezi kuwafikia wananchi, yanapotea. Kwa hiyo ukiangalia kama DAWASA katika kuhakikisha tunatekeleza hilo kupitia bodi yetu ya DAWASA, tumeandaa mkakati wa kupunguza upotevu wa maji unaotokea katika eneo la huduma la DAWASA. Tumeandaa huo mkakati, ni mkakati mkubwa ambao ni wa miaka 5 ambao kimsingi umeainisha vyanzo vya upotevu wa maji katika maeneo yetu na visababishi vikubwa vya upotevu wa maji ambavyo vipo, lakini vile vile umebainisha na hatua ambazo tunazoenda kuchukua. Kwa kifupi, katika swala la upotevu wa maji tunaweka katika makundi makubwa mawili. Upotevu wa maji ambao tunaona kwamba ni ule unaoonekana kutokana na shughuli mbalimbali kama za upasukaji wa mabomba au na maji kumwagika kutoka kwenye miundombinu ya DAWASA, tunauita physical loss. Kwa hiyo kuna hilo kundi la kwanza, lakini kundi la pili ni upotevu wa maji ambao hauonekani au tunauita ni wa kibiashara, ambao unatokana na aidha kwa baadhi ya watu kujiunganishia maji kinyume na utaratibu na kutumia bila kuwa kwenye mifumo yetu, lakini wengine ni wakati ambao wengine wanakuta usahihi wa dira zetu kwamba zinapokuwa zinachezewa. Kwa hiyo hiyo tunaita ni aina ya pili ya upotevu wa maji ambao hauonekani. Kwa hiyo katika mkakati wetu umeaitisha shughuli mbalimbali tutakazozifanya katika kipindi hiki kuweza kuhakikisha kwamba tunashusha kiwango cha upotevu wa maji kwenda kwenye kiwango ambacho kinachokubalika ambacho ni kati ya 20% hadi 25%. Kwa hiyo tumeandaa, lakini mpango huo utahusisha wadau mbalimbali kuweza kuhakikisha tunafikia hivyo. Kama unavyofahamu, swala la maji ni swala ambalo linawagusa kila wananchi, watumiaji wale walio na maji na wale wasio na utumiaji wa maji. Sasa kwa leo kama DAWASA kwa utaratibu wetu wa ndani tumeanza katika hatua ya kwanza kutekeleza ule mpango wetu wa miaka 5, lakini tumeanza na eneo la upotevu wa maji yanayoonekana kwa maana ya mivujo. Tutakuwa na kampeni hii ya kuweza kuhakikisha kwamba tunaianza, na leo tumekutana hapa kwenye kituo chetu cha Tegeta na wenzangu wengine wako kwenye vituo vingine kwenye maeneo tunayohudumia, kuanza katika ile mivujo ambayo inayoonekana katika maeneo mbalimbali katika eneo letu la huduma. Kwa hiyo tutoe tu wito kwamba tumeanza kazi hii, tuombe ushirikiano kwa wananchi mbalimbali, kwa wenzetu kwenye serikali za mitaa ambao tunashirikiana nao vizuri sana, tuweze kupita sasa kwenye maeneo mbalimbali na kuanza kufanya utekelezaji. Wakati huo nako tunategemea kuwa na mkakati mkubwa sana namna gani tutakavyoweza kuja kuzindua, lakini kwenye hatua ya awali tumekutana hapa, kama mnavyoona vifaa tayari tunavyo vya kutosha, mabomba yapo. Kwa hiyo muda wetu mwingi sana upotevu wa maji huko mtaani, na sisi kama DAWASA tumeamua kutoka ofisini, timu zote. Ukienda kule Kibamba kuna timu zetu, ukienda Ubungo, ukienda kule Mbagala, mikoa yote tumegawanyika. Sasa tunaenda mitaani kusudi sasa tuweze kuhakikisha kwamba tunashughulikia, na tunapoenda sio kwamba mwananchi atoe taarifa alafu tupita. Tunapokutana na mvujo hapo hapo unashughulikiwa, na ndio tutakavyokuwa tunaenda hivyo. Lakini tuwaombe pale wanapotoa taarifa zetu kupitia namba yetu ya 181 tutakuwa tunapokea hizo taarifa, lakini hadi kwenye makundi yetu ya WhatsApp na watu mbalimbali ambao watakao kuwa naona, sisi tuko tayari kuweza kuhakikisha. Kwa hiyo tunalianza hili zoezi na tumejipanga, na muda mwingi tutakuwa site kuhakikisha kwamba tunashughulikia ile mivujo katika hili eneo la kwanza, lakini baadaye kuweza kuhakikisha kwamba tutaenda na maeneo mengine kwenye upotevu ule mwingine ambao huonekani, kuhakikisha kwamba tunaupunguza upotevu wa maji. Kwanza ni vyema kwamba tunapoomba ushirikiano hizi, kwanza kupiga simu kwenyewe ni bure, hamna mwananchi ambaye atakayechajiwa kwa kutoa taarifa. Lakini kwa upande wa vifaa hivi ni vya mamlaka ambavyo tunavyo. Kwa hiyo tumevigawa katika maeneo mbalimbali, mwananchi hata wajibika kulipia gharama yoyote katika swala la uzibaji wa mivujo. Ni sisi mamlaka tumenunua vifaa vingi
vingi na ni endelevu swala la kuziba mivujo